kuwa na jina jema kuliko kuwa na dhahabu. Ni heri kuwa na neema kuliko kuwa na mali nyingi. Katika kitabu cha katika kitabu cha Methali inaeleza hivyo kwamba kuwa na jina nzuri, yani jema, na shinda yule ambaye aliye na utajiri mwingi, maana kwamba watu watakuwa na shuhudia kwamba huyu jina lake amelijenga katika kutenda utu, ama jina lake alijenga katika kujihusisha na mambo ya jamii. Ya vile vile kwamba mtu aliye na jina jema hujijengea ukuwa na neema kutoka kwa Mungu. Kwa mfano iwapo kwamba uko na neema kutoka kwa Mungu, hii neema ya kujiletea watu pamoja, ili kwamba watu wakaweze sikiliza, watu wakaweze kupata msaada wa mkono wako ama kutoka kama moyoni mwako. Hivyo unaweza faidika sana zaidi, maana jambo lolote likikupata ama likinipata, kwamba watu wale ama Mungu anaweza tumana kwako ili kuweza kufaidika. Ukisoma katika kitabu cha mambo ya kumbukumbu la Torati, yani kumbukumbu la Torati 5:6 inaeleza kuhusu amri 10 za Mungu, ile ambayo inaeleza kuhusu upendo, kumpenda Mungu na kumpenda jirani. Angalia, ukisoma katika hicho kitabu inasema usiabudu mungu mwingine ila Yehova Mungu muumba wako. Iwapo kwamba utaabudu kila ambacho uko nacho, hiyo ni kumtenga Mungu, kutenga mambo yako na Mungu, kuyatenganisha na Mungu, na hivyo kwamba hutaweza fanikiwa. Neema itatoweka maishani mwetu. Tena hiyo kumbukumbu la Torati hiyo inaeleza kwamba usijitengeneze miungu iliyo sawasawa na uumbaji wa Mungu, ama iliyo sawasawa na Mungu mwenyewe, kwamba hiyo ni kuabudu sanamu, na Mungu hataki hilo, kwamba ni Mungu mwenye wivu, ataleta gharika vile ambavyo anavyosababisha gharika ama adhabu kwetu sisi wanadamu wale ambao aliumba. Katika kitabu hicho kwamba namba 3 inasema usilitaje jina la Mungu kwa mzaha, maana Mungu hapendi jina lake litumike visivyo, kwamba ukitumia jina la Mungu kwa mzaha, adhabu itakupata ama itatupata. Kwa hivyo tutumie jina la Mungu katika kumuita na kumheshimu, kutii maagizo yake, kwamba na yeye afurahie na sisi tupate nguvu. Kwa hivyo anasema kwamba tena tuiweke siku ya Sabato kutenda sawasawa na vile alivyosema kwamba tumuabudu siku ya Sabato, tuiweke kuwa takatifu. Hivyo kwamba anatuhusisha sisi na yeye mwenyewe, kwamba there is a connection of worship through that day, that whatever we do, either in the worship of his name, we have to worship him with a broken hearted so as for him to make us prosper. That's why we get grace, very prosper in life. Bwana asifiwe. Alafu kuna kile ambacho vinasema watii wazazi wako. Ijalishi mzazi wako anakaaje ama mzazi wangu anakaaje, mtii, lakini kuna yale ambayo anaweza kuambia yasio ndana na binadamu ama na utu, kwamba mtii, lakini mtii katika Kristo, kama yeye ni Mkristo, lakini hao wengine sijui vile ambavyo watamtii, lakini kwa mcha Mungu ya kwamba itakupa hekima ya kuwatii hao wazazi, maana ili upate siku nyingi za kuishi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo katika kitabu hicho kinasema usiue, yani yoyote anayeua ni kwenda kinyume, kufanya kinyume kabisa na neno la Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusiue, hivyo ndivyo Mungu ametuamrisha. That is a command that the Lord commands us not to kill, not to murder. Alafu hiyo amri ya 7 inasema usifanye uzinzi. Wapo kwamba wewe umeoa ama umeolewa, mbona ufanye uzinzi? Kama hujaoa, why don't you abstain until when we engage, ama when we shall engage and marry? That's why we have to be committed with our beloved